mwenyekiti wetu wa chama, viongozi wetu wa vyombo vya ulinzi na usalama, nimekuja hapa ya ziara ya kawaida. Mama yuko kazini, serikali iko kazini, kuja kukagua utekelezaji wa mradi huu wa kielelezo katika sekta yetu ya uvuvi. Na kabla sijasema nilichojionea, nianzie kwa kuwaomba mpokee salamu za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Nilimuaga leo nitakuwa hapa, akanituma niwafikishie salamu za upendo na pongezi. Anawasalimia sana na anawapongeza sana kwa kazi nzuri ya kujenga taifa mnayoifanya, na amenituma niwahakikishie kwamba yale yote ambayo aliwaahidi alipopita, ikiwemo jambo ambalo limegusiwa na waheshimiwa wabunge na yale ambayo yako kwenye ilani ya uchaguzi na yale ambayo yako kwenye dira ya maendeleo 2025 hadi 50 yatakwenda kutekelezwa. Pokeeni salamu pia za Mheshimiwa Makamu wa Rais, anawasalimia sana, naye yupo katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Ndugu zangu, watu wa Kilwa, nimefurahishwa sana na maendeleo ya mradi huu. Huu ni mojawapo ya mradi kati ya miradi mingi inayofafanua kauli za Mheshimiwa Rais alizozitoa mara tu baada ya kuapishwa kushika wadhifa huo wa kuongoza nchi yetu. Mheshimiwa Rais alipoapishwa alisema ataendeleza miradi iliyoanzishwa na watangulizi wake. Moja ya miradi hiyo ilikuwa ni pamoja na bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo lilishafika takriban 27%. Mradi wenye thamani ya zaidi ya trilioni 6.5. Mradi mwingine uliokuwa wa kielelezo uliokuwa umeanzishwa na watangulizi wake ilikuwa ni reli ya kisasa ambayo kipengele cha kwanza kilikuwa takriban 68 kwenda 70 na kipengele cha pili takriban 48 kwenda 50. Na mradi mwingine ulikuwa wa daraja la Kigongo Busisi, mradi wa kielelezo unaounganisha ukanda wa Mwanza na mikoa mingine iliyoko ng'ambo ya pili. Wenyewe ulikuwa takriban 20% na sehemu hivi, na waziri wa ujenzi yuko hapa. Na hii ni sehemu tu ya miradi niliyoitaja michache ambayo ilikuwa inaendelea ikiwa ndio imeanza. Lakini leo tunavyoongea, bwawa la Mwalimu Nyerere alilopokea likiwa na 27% sasa limekamilika na tayari umeme wake umeanza kutumika na umeifanya Tanzania iwe na megawatts 4,000 na ziada, na hapo ukiwa na umeme wa ziada wa takribani zaidi ya megawatts 2,000. Ni Tanzania pekee ina megawatts za ziada kwenye nchi zote za ukanda huu zaidi ya megawatts 2,000. Alisema siku anapokea kijiti kwamba ataendeleza miradi iliyoachwa na watangulizi wake. Lakini reli vipande viwili vile vilishakamilika na imeanza kutumika mpaka Dodoma, na vipengele vingine vilivyosalia kuanzia Dodoma mpaka Mwanza na Dodoma mpaka makao makuu ya Burundi, wakandarasi wako site. Na mimi nimeshaipanda reli hiyo mara nyingi tu, ni ya kisasa ya kisasa ya kisasa, inazizidi hata reli za mataifa makubwa. Hata Marekani hauikuti hiyo. Ndio. Na daraja la Kigongo Busisi lililokuwa asilimia takriban 20
limeshakamilika kwa 100% na limeanza kutumika. Sasa hivi eneo watu walilokuwa wanatumia masaa takribani 3 hadi 4 sasa wanatumia dakika 3 mpaka 5. Lakini si hiyo tu, ipo na miradi mingine mingi ya kwenye sekta zingine kama ambavyo nitagusia kama muda utaruhusu. Lakini alisema ataanzisha na miradi mingine ambayo inatoa majawabu kwa baadhi ya kero zinazowakabili Watanzania. Na ninyi Watanzania mtakubaliana na mimi, moja ya kero kubwa ambayo inakabili nchi yetu, pamoja na kwamba nchi yetu ni tajiri, moja ya kero kubwa inayokabili Watanzania, bado tuna Watanzania maskini. Kwa nini tulikuwa bado tuna Watanzania maskini? Ndiyo, tuna rasilimali inaitwa bahari, lakini huwezi ukaenda na mashua katikati ya bahari kule kwenda kuvua, na wale wenye mameli makubwa hawawezi kuja mpaka hapa ukingoni. Kwa hiyo wale wenye mameli makubwa mataifa mengine, mtakumbuka siku zile the late rais mstaafu, rais hayati Daktari John Magufuli alikamataga meli ya watu na ikatupa mfano kwamba kumbe sisi Mungu katupa maji hapa, katupa bahari hapa, kumbe kuna watu walikuwa wanaweza wakapita kwenye kina kirefu wakajichukulia samaki na ambao Mungu katupa sisi na kuondoka zao. Daktari Samia Suluhu Hassan akasema itajengwa bandari ya uvuvi ya kisasa kama zilizoko Ulaya na mataifa mengine, itajengwa hapa na imejengwa kwa fedha za Watanzania. Na haya si maneno tu, ninyi wenyewe mnashuhudia huu mradi. Mimi nimezungushwa, nimeuona, ninyi mko nao hapa mradi huu, mnaushuhudia, zaidi ya bilioni 280, na unaenda kutengeneza ajira, unaenda kuongeza kipato cha Watanzania wanaojishughulisha na sekta ya uvuvi. Na pamoja na changamoto za kidunia za kiuchumi, mradi haukukwama mpaka sasa, zaidi ya 90%, na kwa taarifa ambayo tumepewa, baada ya miezi 2 utazinduliwa ukiwa umekamilika. Hii ndo maana halisi ya uongozi unaoacha alama. Hii ni mali ya Watanzania, inaenda kuwapa kipato Watanzania, inaenda kubadili maisha ya Watanzania, inaenda kuongeza pato la taifa la Watanzania, inaenda kutengeneza ajira. Nimeambiwa ajira ukiweka na mnyororo wake ni zaidi ya 30,000. Na hapo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye sekta hii anaendelea na programu zingine zinazoendana na kutengeneza ajira, ikiwemo kugawa boti, ikiwemo uvuvi wa vizimba, pamoja na mambo mengine yanayofanana na hayo, na uboreshaji wa maeneo mengine ya uvuvi yaliyoko kando kando mwa bahari kuu. Hivi ndivyo matatizo ya Watanzania yanavyopaswa kutatuliwa, na hii inatoa jawabu la kupunguza umaskini, na hii inatoa jawabu la kuongeza kipato. Safari ile iliyoandikwa kwenye dira ya 2050 inaanza na miradi mikubwa kama huu ambao hatukuwahi kushuhudia ndani ya nchi yetu, na hii inaenda kuongeza mpaka pato la taifa, na hii inaenda kutatua tatizo la ajira kwa vijana wetu na kina mama. Mnyumbuliko wake ile multiplier effect ya wale ambao wanafanya kazi moja kwa moja baharini, wale wanaofanya kazi ya uchakataji, na wengine watanufaika mpaka na biashara ndogo ndogo nje ya eneo la hapa. Hii ni jambo ambalo linaleta tija kubwa, na nimepenyezewa na waheshimiwa mawaziri hapa, na zitanunuliwa meli 5.
Nimewaambieni muda hautoshi kutaja vyote. Aliachiwa ndege chache akanunua za nyongeza. Na hapa amejenga bandari, anasema zinaenda kununuliwa meli. Hatutavizia zinazotoka mbali, zitanunuliwa meli. Ukiweka na za sekta binafsi, nchi yetu inaenda kuandika historia mpya kwenye mambo ya uvuvi. Na hii ndio tofauti ya Daktari Samia Suluhu Hassan na CCM, chama anachokiongoza, kwamba panapokuwepo tatizo wanashughulikia jawabu la tatizo, tofauti na wanaoonesha ubingwa wa kuelezea matatizo. Matatizo tayari tunayajua, tumekulia humo. Yaani kwenye rika langu hili hautakiwi kunielezea kuhusu umaskini, nimekuwa nao tangu mwanzo. Yaani mpaka na hewa ambayo Mungu ameileta ilikuwa bado haitoshi pale tulipozaliwa, kwa sababu mnakaa nyumba yenye vidirisha vidogo. Yaani kila kitu hakitoshi, mpaka hewa. Hauhitaji wewe uliyeko sijui taifa gani kule kunielezea matatizo. Sisi tunataka utuambie majawabu yake. Rais Samia na CCM inatoa mfano kwamba majawabu yanatolewa. Jawabu mojawapo nimewaambieni ndio hili hapa. Bilioni 280. Na jengo linaonekana. Na mkandarasi kaufanyia haki mradi huu. Nimefurahishwa na standard niliyoiona. Nilishaanza kuwa na allergy na wakandarasi hivi nilikuwa nimekunja uso. Nilivyozungushwa baada ya kuona mradi, natoa tiki. Mradi bora kabisa ambao unazingatia thamani ya fedha. Lakini si hilo tu. Hii ni sekta ya uvuvi. Daktari Samia Suluhu Hassan anafanya haya. Tungemruhusu waziri, kwa sababu ana kofia mbili, anaongoza mifugo na anaongoza na uvuvi. Angewaelezea na kwenye mifugo, na kwenyewe kazi inaendelea. Kwenye kilimo tulikuwa na takribani hekta 500 hivi na ziada alizoziacha nadhani tangu Mwalimu Nyerere za umwagiliaji. Tukasema hatuwezi tukaendelea na utaratibu wa kulima kwa kutegemea mvua. Kila mmoja alikuwa analiona hilo ndio jambo ambalo linakwamisha uzalishaji kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa amekuta miradi 13 tu ya umwagiliaji. Hivi tunavyoongea, mkiwa mnaona jengo hili kubwa linakamilika kwenye uvuvi, kwenye kilimo ameanzisha miradi 780 ya umwagiliaji. Jamani, hii miradi haya si mashamba ya serikali. Ni miradi ya umwagiliaji ya Watanzania. Mradi huu ni mradi wa Watanzania. Hii sio ofisi ya serikali, ni mradi wa uvuvi wa Watanzania. Kwenye kilimo miradi 780 ya umwagiliaji kutoka miradi 13. Uongozi unaotoa majawabu ya matatizo ya Watanzania. Sasa naibu waziri ametuelezea hapa kwenye upande wa afya na elimu, kwa sababu watu hao watafanya kazi wakiwa na afya. Kulikuwepo na shida, tulikuwa hata na wilaya hazina hospitali ya wilaya. Tulikuwa hata na mikoa haina hospitali ya mikoa. Tulikuwa hata na kata na tulikuwa na tarafa tangu uhuru hazina vituo vya afya. Rais Samia katika uongozi wake katika kipindi hichi akajenga hospitali 119 kwenye wilaya zote ambazo hazikuwa na hospitali ya wilaya. Mikoa mingine ina hospitali za rufaa 2 na ya mkoa. Akajenga vituo vya afya 649. Akajenga zahanati 2800. Na wakati anapita kwenye kampeni akasema ndani ya siku 100 anataka kuona madaktari wanaajiriwa kwenda kufanya kazi kwenye hospitali hizo na vituo vya afya. Hivi tunavyoongea, kuanzia tarehe 10 kwa siku 10 mfululizo ulikuwa unafanyika usaili kila mkoa wa kuajiri vijana 5,000 kwenye sekta ya afya. Na ifikapo Januari 10 watakuwa kazini wakitoa huduma za afya kwa ajili ya Watanzania. Hivyo na kwenye elimu tulikuwa tunashuhudia, kuna wakati unaogopa hata kufungua mitandao. Ulikuwa unakuta watoto wanasoma, hizo zinaitwa shule shikizi, chini ya mti. Unakuta darasa limechoka, mbao 2,
Na isema hii naogopa kabisa, na mwalimu huko hapa. Mbao mbili, ubao moja darasa lingine, ubao mwingine kidato kingine, ubao mwingine kidato kingine, kwenye chumba kimoja. Ilikuwepo inaitwa second selection, kwamba watoto wamefaulu ila wanasubiri madarasa ndo waende mashuleni. Sasa kwetu kule Usukumani, binti akisubiri second selection unakuta ameshakuwa selected kwenye wanaoolewa kule. Na hata huku Pwani niliambiwa zilikuwepo ngoma pia. Rais Samia akajenga madarasa 79,000 ndani ya kipindi hiki. Shule zilizokamilika 1,300 za sekondari, 2,700 za msingi. Hapa sasa madarasa ndo yanasubiri wanafunzi. Na alivyokuwa anapita kwenye kampeni akasema ndani ya siku 100 walimu 7,000 wataajiriwa. Tangu tarehe 10 Disemba hii usaili unaendelea nchi nzima wa walimu 7,000, wakiwemo wa science, wakiwemo wa hesabu. Na ifikapo Januari 10 walimu hawa watakuwa kazini kwa ajili ya kufundisha wanafunzi hao. Huo ndio uongozi unaoacha alama. Kwa hiyo niseme tu kwa uchache, masuala ya aina hii yako mengi, maeneo mengine mengi, na yaliyoahidiwa yako mengi ambayo utekelezaji wake ndio unaanza. Yakiwemo haya ambayo Mheshimiwa mbunge umesema, umeongelea jambo la fidia. Mimi niwahakikishie wana Kilwa na wana mkoa wa Lindi, Rais alipita akasema, mimi niwahakikishie litakwenda kutekelezwa katika kipindi cha uongozi wake kama ambavyo alisema. Na hii ni vile kikapu ni kile kile. Ndugu wa Tanzania, inabidi hapo tuelewane. Kikapu ni kile kile. Hatuna mjomba, ni kikapu chetu sisi wenyewe. Na hivi tunavyoongea ameshaonesha mfano wa kulipa fidia ambazo zingine ni za tangu miaka ya 2010. Kulikuwepo na fidia pale uwanja wa ndege pale. Imeanza kulipwa zaidi ya bilioni 50 zimeshalipwa. Uwanja wa ndege pale wa Dar es Salaam. Kulikuwepo na fidia kule Kia, imeshalipwa. Kulikuwepo na fidia kule Nyantwari kule Mara, imeshalipwa. Kulikuwepo na fidia kule Engaruka, imeshalipwa. Kulikuwepo na ishi ya fidia kule Liganga na Mchuchuma, imeshalipwa. Kulikuwepo na fidia pale Mbeya nimepita jana ya bypass, imeshalipwa. Hii ni mifano michache tu. Hii inatuambia nini? Kwamba haya ni mambo ya fidia ya siku nyingi, sio ya jana haya. Hizi sio fidia zilizotakiwa kulipwa alipoingia madarakani, ni ya siku nyingi, ya siku nyingi. Amechukua uongozi na anashughulikia matatizo ya Tanzania. Hayawezi kushughulikiwa siku moja, kwa sababu kikapu ni kile kile. Yangekuwa yanashughulikiwa siku moja, yeye ni rais wa 6, yangeyakuta. Ndio, hii kila mtu lazima tuelewane hivi. Mnashika mahali, mnashughulikia mahali kufuatana na uharaka wa jambo. Kwa mfano wakati linakamilishwa bwawa la Mwalimu Nyerere, kulikuwepo na tatizo kubwa la umeme kukatika. Mgao wa umeme kali kabisa, manake tukiwa tunakumbushana watu wana kawaida ya kusahau. Kulikuwepo na mgao mkali wa umeme. Umeme unakatika. Mapendekezo yakaanza kuletwa kwamba itafutwe mitambo ya kukodiwa. Na ninyi mnajua kwenye mitambo ya kukodiwa ndio huwa zinakodiwa na dili za watu pale. Mheshimiwa Rais akasema hakuna kukodi mtambo, tubane matumizi kupitia maeneo mengine, likamilike bwawa ambalo ni jawabu la kudumu. Kwa kuna sehemu mtaweza mkakuta palikuwa pame slow kidogo, ulikuwa unakamilishwa mradi mmoja mkubwa wa kielelezo. Hivyo na miradi mingine. Hata hapa Mheshimiwa Waziri umesema kuhusu barabara. Ni uamuzi kwamba ukamilike mradi mmoja, tujue huu umekamilika. Jamani, siwa ndio inakuwa hivyo. Ukianza ujenzi si unapunguza sherehe. Nyie kwenu kwenye ngazi ya familia wao mnafanyaje? Kuna mambo unayapunguza kukiwa na jambo kubwa. Ndio hivyo. Kwa hiyo hata hapa baada ya hii asilimia iliyosalia 10, chini ya 10 iliyosalia ambayo inaisha ndani ya miezi miwili, maana yake tunapata nafasi kwenye kikapu ya kutekeleza
mambo mengine. Hapa nimewatajieni machache tu. Bado ya ruzuku, ndio kila mkulima anaponunua mbolea nusu yake imelipiwa. Hivyo kwenye elimu bila ada, kila mtoto kila mwezi zaidi ya bilioni 35. Kidato cha 5 na 6 haikuwepo kwenye elimu bila ada yote, mpaka na vyuo vya kati. Ndio maana mimi kila nikisimama nasema hii, Mtanzania usifundishwe kuichukia nchi yako. Tunafanya mambo makubwa. Haya yote yanayoelezewa, juzi tulikuwa na shughuli ya uchukuzi, akaja kuongea kijana mmoja, mkurugenzi wa corridor ya hapa, anatokea Zimbabwe. Anasema nchi nyingi za SADC zinajifunza na zinavutiwa na mambo yanayofanyika Tanzania. Kuna mataifa mengine ya Afrika mnayaona makubwa, hawakuwahi kuwa hata na kampuni ya kusimamia reli, wanajifunza Tanzania. Ndio, na utekelezaji wa miradi wa aina hii. Kwa hiyo mimi katika salamu zangu niliona niwaambie haya na niwasisitizie, ili haya yote yaweze kufanyika, yaweze kukamilika, ni lazima nchi yetu iendelee kuwa nchi ya amani. Na nimefurahi sana leo hapa tuko na viongozi wetu wa dini, nimewaona hapa. Baba nimekuona. Nawashukuru sana, na hawa ndo viranja wa kusisitiza masuala ya amani. Kwa hiyo ili miradi mikubwa kama hii na maeneo mengine ifanyike na nchi yetu iendelee kupiga hatua, lazima kila Mtanzania aendelee kuwajibika na swala la amani. Mnufaika wa kwanza wa amani ni Mtanzania, ni wewe mwenyewe wa eneo hapo inapopatikana amani. Kwa hiyo ndugu zangu, nimepokea hili la fidia, Mheshimiwa Mbunge, na bahati nzuri siku si nyingi tutaanza kamati, tutaanza bunge, tutakuwa tunaonana, tutakuwa tunapeana mrejesho kuhusu jambo gani linaendelea. Na hoja zingine zote ambazo wenda hatujaweza kuzikusanya zote, Mheshimiwa Mbunge, tunaanza tu bunge muda sio mrefu, tutaendelea kupeana mrejesho wa hatua tunazozichukua. Nimeona mkono wa mzee wangu mmoja, njoo hapa ninapomalizia kuongea ili tuweze kuruhusu shughuli ziendelee. Nimeona kapiga na njano ndani, nilidhani mzee Mpili. Niko vizuri kabisa. Mpatieni kisemeo. Hapa.